المتقين مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea na mfululizo wa halaka zetu za tafsir ya Qur'an, na tupo katika suratu Al-Layl, sura ambayo tulianza katika wiki mbili zilizopita. Kwa hivyo hii itakuwa ni halaka ya 3 kuhusiana na sura hii tukufu ya Al-Layl, na tulikoma katika aya nambari 6 na 7, wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra, akizungumziwa yule fa amma man a'ta wattaqa. Kama ilivyokuwa ni desturi, tunafanya flashback ya aya hizi 2 au za 3 za kwanza tulizofasiri fa amma man a'ta wattaqa. Tukasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kusema inna sa'yakum la shatta, hakika matendo yenu ni yenye kutofautiana nyinyi wanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema la shatta, baadaye akataja aina 2 ya watu, ama tofauti 2 za watu wenye mitazamo miwili tofauti kuhusiana na suala la mali, swala la utajiri. Wa kwanza ni a'ta wattaqa, ni yule aliyetoa au anatoa. A'ta ay anfaqa, lakini kama tulivyoeleza nyuma kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema anfaka hapa, akasema a'ta. Kuna tofauti baina ya al-infaq wal-i'ta. Infaq, wakati mwingine mtu anatoa baada ya kuombwa akatoa, na kabla pia asiombwe, pia ni infaq. Lakini al-a'ta ni zaidi ya al-infaq, unatoa kabla hujaombwa. Umefika mahala ukaona ile situation iliyoko pale na huyu mtu ninavyomuona anastahiki kupewa, ukitoa utaambua huyu amefanya i'ta min al-'atiyya. Na tulipiga mfano wa matamshi katika lugha ya Kiarabu, kuna as-sakhau na kuna al-jud na kuna al-karam. Tukisema huyu rajulun sakhiyun katika lugha ya Kiarabu ni mtu anayetoa lakini mpaka umuombe ndio anaambiwa sakhiyun, lakini yuatoa sana. Umemuomba kitu kidogo, yana anakupa kingi, lakini asili umemuomba. Lakini Mwarabu akisema hadha jawadun, yani huyu anatoa, yusafu biljud. Aljud ni mtu unaye usimuombe ama umuombe yeye anakupa. Mtu jawadi ni mtu anayetoa pasi na kumuomba. Na tukasema sifa hii ndio sifa aliyojipamba nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu jawadun karim. Mwenyezi Mungu ni jawad, yani hutoa, umuombe anakupa, usimuombe anakupa. Na hii ndiyo ukwasi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema Mwenyezi Mungu Kiswahili ni mkwasi. Mkwasi maana yake ni mwenye kutoa pasi na hisabu. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
na Mwenyezi Mungu ndiye fundi wa kutoa, na kila ukitoa sana Mwenyezi Mungu anakupa. Hii ndio siri ya kutoa. Kila ukitoa sana Mwenyezi Mungu anakupa. Kwa hivyo fa amma man a'ta, azungumziwa mtu mmoja, na tukaeleza kama tutakwenda na aqwali za mufassirina, miongoni mwao Ibn Ashur na vile vile al-Imam Qurtubi, wakataja hapa anazungumziwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, rafiki sana wa sallallahu alayhi wasallam, kiasi kwamba mpaka katika Qur'ani ukiangalia katika sura Tauba au sura Al-Anfal kama sijakosea, Mwenyezi Mungu alipozungumza kuhusu urafiki wa Abu Bakar, hata ile ilivyoandikwa ile tamko liswahibihi halikuandikwa na alif ndefu, liswahibihi. Ule usuhuba wa Abu Bakar na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo lilikuwa limeshikamana barabara. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa mwembamba. Wengi wetu hapa ni wazito, lakini alikuwa mwembamba sana, lakini moyo wake ulikuwa ni moyo mzito sana, na akipenda kulia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka na Aisha radhiallahu anha katika kisa kile Mtume alipokuwa anaugua, akawaambia watu, akamwambia na Aisha, hebu muamrisheni Abu Bakar aswalishe watu. Na Aisha akasema, wallahi ya Rasulullah, mimi namjua, innahu ladhi qalbun raqiq, moyo wake ni laini, yusmi'u an-nas al-bukaa, hatosikizisha watu Qur'ani, huyu atasikizisha watu kulia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwamuru hivyo hivyo mara 3. Mama Aisha akamwambia Hafsa, nasikia Mtume asema hivi, hebu jaribu kumkinaisha Mtume, mwambie Abu Bakar aswalishe. Mtume akamtaja mara 3, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, yani akamwamrisha Abu Bakar afanye. Lillahi alhamd, Abu Bakar akaswalisha. Kwa hivyo alikuwa na moyo wa laini, lakini vile vile wana tarikhi wanasema alikuwa ni mtu ansabun nas, alikuwa akijua nasaba, anaweza kukutajia wewe ni mtoto wa nani, babako nani, akataja kabila mbalimbali. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu ndiyo yule Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema, ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa ghaira Abi Bakr Siddiq. Asema sikulingania mtu katika Uislamu isipokuwa alianza kuengage na mimi debate, kunijadili sijui nini, isipokuwa mtu ambaye hakunijadili nilipomwambia tu kuhusu habari za Uislamu akasilimu moja kwa moja pasi na kufanya debate, ni Abu Bakar Siddiqi radhiyallahu anhu. Watu kama hawa tunastahiki kuwasoma, watu kama hawa tunastahiki kuwaiga. Hawa ni watu ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakafanya Uislamu wao kwa mzuri mpaka bishara zikaja. Miongoni waliobashiriwa ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, anatembea duniani lakini Mtume anapewa habari kwamba hawa ni watu wa peponi. Cha ajabu, watu wa peponi hawa waliobashiriwa wakijipinda zaidi na Uislamu na majukumu kana kwamba hawakubashiriwa. Sisi ambao wakina Yahya hatujulikani hatima yetu ni nini, ndio ni wavivu mno. Kule kuswali mtu swala ya jamaa ni mitihani, asiswalishe yeye, imamu yuko, lakini kule kuswali tu swala ya jamaa pia ni mitihani. Kusikiza darasa pia ni mitihani. Ndugu zangu, tujipendeni sana. Ukijiona kuwa matendo yako mema uyaone, waona madhambi yako, ni jambo zuri. Tofauti ukijiona kwamba mimi swala zangu mimi sasa najiona nimepata daraja, una hatari. Muislamu siku zote ni yule ambaye mema yake anayaona bado ni machache, anajipinda kuyafanya. Fa amma man ata wattaka, tukaelezwa wasaddaka bilhusna, kisha akasadiki au akasadikisha bilhusna. Tukasema neno husna hapa limetofautiwa katika masala ya tafsiri yake. Wengine wakasema alhusna ay millatul islam,
Wengine wakafasiri alhusna huna bimaana aljanna, huyu bwana akasadikisha aljanna. Lakini ipo kauli pia alhusna ay sadaqa, yani akaogopa kisha akasadikisha sadaka, akatoa sadaka. Sasa huyu tukasema kama alivyosema Mwenyezi Mungu, fasanu yassiruhu lil yusra, tutamfanyia wepesi kwa mambo yake mepesi. Ai, huyu mtu kwa kuwa amejiozoezesha kutoa, basi hataona thakili kutoa. Siku zote ukijizoezesha kufanya mema, basi unayazoea yale mema, na ukiyazoea mema ni ishara nzuri, njia yako ya kwenda peponi inakuwa nini? Ni sahali. Fasani yasiru lil yusra. Sasa leo tuna Qur'ani inakuja na mukabala, na tulisema kwamba Qur'ani ina katika moja katika uslubu wake ina kitu kinaitwa at-taqabul. At-taqabul ni kuleta vitu viwili lakini vina sifa tofauti, inaitwa at-taqabul. Hii inaitwa nini? At-taqabul, vitu ambavyo vina mukabala. Hapa ametajwa mtu ambaye ana sifa nini? Ya kutoa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zinazofuata anamtaja mtu mwenye sifa kinyume na kutoa. Mtu ambaye hatoi nani? Bakhili. Na tukasema kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa pia anaelezea ile yani economic policy ya ambayo ile exist wakati huo, kwamba kuna watu ambao hawaoni kwamba mali lengo lake ni kuyakusanya tu pasi na kuyasambaza. Mtu wa kwanza ana concept ya kwamba utajiri lazima usambazwe. Huyu ni Abu Bakr Siddiq, which means Uislamu unatupatia policy katika uchumi kwamba rasilimali ni zikizalishwa zisiishie mikononi mwa watu wachache, bali zisambazwe, kama tulivyoeleza katika aya nyingine, kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum. Baada ya kusema Mwenyezi Mungu wama afaa Allahu ala rasulillahi walirasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin, kama ilivyokuja min ahli alqura falillahi walirasul wa dhil qurba wal yatama, ilivyokuja katika suratu katika juzu ya qad sami'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwamba sera ya mali ni mtu kumiliki kisha anasambaza. Huyu ni mtu wa kwanza, lakini Qur'ani ikaja na mtu kuzungumzia sera ya mtu wa pili, naye ni huyu ambaye tunamfasiri leo. Mwenyezi Mungu anasema wa ama yule ambaye mambakhila wastaghna, atakayekuwa bakhili, wastaghna, kisha akajiona kwamba hahitaji Mwenyezi Mungu bali anajitosheleza kwa yale aliyonayo, wakadhaba bilhusna, na akakanusha Uislamu, akakanusha utoaji, akakanusha la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, au akakanusha pepo, basi huyo Mwenyezi Mungu anasema fasanu yassiruhu lilusra, tutamfanyia wepesi katika mambo magumu. Inshallah tutakoma hapa katika kuziangalia hizi ayat ambazo zimekuja katika sura kama hii. Wa amma man bakhila, Qur'ani hapa inatuelezea ubakhili. Ubakhili ni nini? Ubakhili ni mtu kuwa na mali kisha mali yale akayazuia kwa kuendelea kwamba akiyatoa atapunguza. Kwa hivyo anahadaika kwamba mali ni ibakie mikononi mwake, hataki kutoa na ukusanya kila wakati tu. Tabia hii ilikuweko sana kwa Makuraish, mpaka mmoja katika watu waliopuzwa katika Makuraish ni yatima. Yatima ilikuwa hana nafasi, kama tulivyofasiri katika suratu Al-Maun. Kuna yule raaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Je,
unamuona, ushamjua yule anayekanusha malipo ni yule ambaye anafanya nini? Anamsukuma yatima. Kwa hivyo kulikuweko na watu katika mji wa Maka ni mabwenyenye, mabakhili, hawana mfano wake. Kinyume chake pia Maka katika zama za ujahilia vile vile kulikuweko na watu ambao wanatoa mno. Miongoni mwa watu walikuwa kutoa mno na ilikuwa si Waislamu, ni bwana mmoja akitoa Atai. Huyu ni mmoja katika watu akiitwa Hatim. Mtoto wake wa kike alishikwa mateka akapelekwa kwa sallallahu alaihi wasallam, nafikiri katika vita vya Badri kama sijakosea. Alipofika kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, yule binti Hatim at-Tai, mzee akiitwa Hatim at-Tai, akasema, ewe Muhammad, umekamata mtu ambaye baba yake alikuwa ni mtu nyumba yake haifungwi, babu baitihi la yukfal, yani nyumba yake haifungwi, na maana anakirimu watu. Huyu mateka, ewe Muhammad, ni wa mzee ambaye ilikuwa yarhamul masakin, akiwarehemu na kuwahurumia nani? Maskini. Wa yuinu alfaqir, na akisaidia mafukara. Kisha si hilo tu, wayasilu alarham, ilikuwa pia akiunga nini? Udugu. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutajiwa sifa za huyu Hatim bin Tai akasema hizi ausafu zote ni ausafu za Kiislamu. Lau kana abuki musliman la tarhamnahu, lau baba yako angekuwa Muislamu tungemuombea dua leo, kwa sababu sifa zote ulizozitaja ni za Kiislamu. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamuru amuache huru yule mwanamke kwa sababu ya sifa na wema wa nani? Wa babake, kwa kuwa alikuwa akitoa mno. Kwa hivyo watu walikuwa mabakhili. Sasa aya hii inazungumzia mtu bakhili ambaye ana mali haya, wa amma man bakhila wastaghna, ama yani yule ambaye ana ubakhili, amefanya ubakhili, wastaghna, na akajitosheleza, akajiona kwamba hataki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakadhaba bilhusna, na akakanusha pepo, akakanusha malipo, akakanusha sadaka, fasadu yasiduhu lilusra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Hadid mwisho nafikiri asema kuna wale ambao yabkhuluna, wanafanya ubakhili, wayamuruna an-nasa bilbukhli, na wanaamrisha watu kufanya nini? Ubakhili. Ni wakati nani hawa? Kullu mukhtalin fakhur, yani kila mtu anayejigamba na nini huwa hulevwa na mali. Yule aliyesema kalla katika suratu Al-Alaq, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, ara'aita in kana 'ala al-huda au amara bittaqwa, ara'aita in kadhaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kuna bwana mmoja anasema an ra'ahu staghna, pale anapojiona kwamba mimi nina mali na watoto, basi sihitaji nani? Sihitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa aya hii inazungumzia kategori ya pili ya mali ya watu ambao wana ubakhili, na tulipiga mfano leo. Kwa masikitiko makubwa twaishi katika dunia ya ubakhili. Ndiyo ile pinchi ya umaskini ni kubwa, ndugu zangu. Nimesema hapa siku moja, leo katika hii hali ya umaskini utakuta tajiri anamchukia maskini na maskini anamchukia nani? Tajiri. Yani kuna conflict kubwa sana, kwa sababu hawa mafukara nao leo huwezi jua mukhlis ni nani. Yani hii hali imechanganya watu mpaka yule ambaye anastahili kupewa pia umechanganyikiwa umpe nani, kwa sababu watu matapeli. Mtu atakuja ajifanya kwamba ana haja, kumbe nitapeli. Sasa matajiri nao wamechanganyikiwa kiasi kwamba wanaona kila manake anakabwa, tajiri naye anakabwa. Hakuna watu ambao wanapata mitihani kama matajiri. Yani ukiangalia labda ushuru wote angaliwa yeye, yani anaandamwa.
Sasa hawana kutoa hii itakuwa ni mitihani. Ndio mwisho watu hawana wana pesa lakini hawana amani. Sizungumzii ndugu zangu tu matajiri walioko Kenya hapa. Tunazungumzia klabu ya matajiri ulimwenguni, wale the elites, wale watu ambao wanamiliki ulimwengu, hawana raha. Hawana raha. Kuna mfano tulipiga siku moja hapa, kama si hapa kama siku nyingine. Tajiri mmoja, kisa hiki, amuona maskini amelala katika street, down to the street, hana chochote tena, mtaani analala, tena usingizi wapono wa jamii letu wa Waswahili, hana shida. Yule tajiri akajiuliza, tofauti yangu mimi na yule ni nini? Yeye ni tajiri, ana kila kitu, lakini hapati usingizi. Afikiria itakuwaje nini, hakuna amani shekhi. Kumbe tofauti ni nini? Yule ana amani, ule usingizi umempata kwa sababu yeye hafikiri mengi zaidi, afikiria tu mimi kishapata ugali wangu na sukuma wiki nikijabusha na wota tayari, saa 2 tayari anaota, hana shida. Lakini huyu jamaa tajiri anafikiria nitaibiwa na nini kadha kadha, mwisho mpaka kuna watu ndugu zangu wamecommit suicide kwa sababu si kwamba ni maskini, ni tajiri, hajui afanye nini. Maana kama alipofanya research yule akampata yule maskini, anasema bwana, mimi natosheka na kile nilicho nacho, ndio utakuta nalala mpaka hapa sijali. Sasa hii hutokea, kuna watu wamejiua kwa sababu ya pesa walizonazo, maskini wanaona kwamba maadui ni wengi. Hii ni mifano mingi sana. Kwa hivyo Uislamu unakuja kueleza hapa kwamba ubakhili ni kitu kibaya sana, kwa sababu kwanza kinakufanya ujione kwamba kile unachopewa hakikutoshi, unafukuza. Na kuna kaida kwamba dunia ukifukuza ndio haikuipati. Tofauti kwamba dunia ukiipa nyongo ndio itakuja. Hiyo ndio kaida. Yaani dunia ukifukuza ndio zile mbio zinakuwa zidi sana. Lakini dunia ikikufukuza ndio wewe utaipata. Kwa hivyo ipe nyongo dunia. Wa amma man bakhila wastaghna. Tukaeleza kisa cha huyu man bakhila hapa, wengine wakasema ni Umayya bin Khalaf ambaye aliweza kumtesa Bilal radhiyallahu anhu katika mateso yale, kisha Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akamkomboa kwa dirham kadhaa. Baba yake Abu Bakr akiitwa Quhafa, kabla hajasilimu amwambia Abu Bakr, ewe Abu Bakr, ni kitu gani ambacho kinakufanya yeye ukomboe watu kama hawa maskini, si ukomboe watu wenye nguvu wenye kukulinda? Abu Bakar akasema, mimi naona nitapata kile ambacho hutarajii wewe. Sasa aya hii ikawa fa amma man ata, azunguzwa Abu Bakar, na wa amma man bakhila akazunguzwa nani? Umayya ibn Khalaf, au wengine wasema Abu Quhafa, kabla hajaslimu. Maana Abu Quhafa baadaye alikuja akaslimu. Wa amma man bakhila wastaghna, ama yule ambaye ana ubakhili kisha akajitosheleza. Hapa inatajwa masala ya kulevywa mali na hujenga arrogance, kiasi kwamba mtu akajiona mali alionayo basi hata kufufuliwa na billahi mdhalika hatafufuliwa. Watu hufika stage hii, akajiona na pesa na utajiri, kwa hivyo ukamfikia katika level ya arrogance. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Mtu huyu ujitoshele, akajiona kwamba hana haja na Mungu kabisa. Basi Mwenyezi Mungu anasema wakadhaba, si hilo tu, akafanya ubakhili kisha akajiona anajitosheleza. Wakadhaba bilhusna, na akakanusha malipo, akakanusha kutoa sadaka, akakanusha janna, akakanusha Uislamu, akakanusha la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Basi mtu kama huyu fasanu yassiruhu lilusra, Mwenyezi Mungu anasema fasanu yassiruhu, basi hifaa ni jibu ya wa amma man bakhila. Wa amma man ni jibu la sharti ya man bakhila wastaghna wa kadhaba husna, fasanu yassiruhu lilusra, tutamfanyia wepesi katika mambo magumu. Inshallah taala tutakoma hapa, tutaanza inshallah hii maana fasanu yassiruhu lilusra. Kwa nini Mwenyezi Mungu asiseme fasanu nuassiruhu lilyusra, akatumia neno tutamfanyia wepesi kwenye ugumu? Yani njia ya kwenda kwenye ugumu tutaifanya nyepesi. Itakuwaje? Inshallah tutakuja kueleza zaidi katika halaka itakayokuja.
fasanuyassiruhu lilusra wama yughni anhu maluhu idha taradda inna alaina lalhuda. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. النهضة TV منبر يا أمة.